Salam familia, salam kaka na dada. Kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zurula 100. Ndugu zangu, ni wakati mzuri tena wa kuendelea kupata mafundisho chakula chetu cha kiroho, chakula ambacho ni kizuri kutoka kwa Muledi ambaye ni mwalimu wetu pekee. Ndugu zangu, ni vizuri kuendelea kufuatilia mafundisho haya kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, siku ya leo tutasoma katika moja ya vitabu ambavyo tunavyo. Tutasoma katika Karata Ndimsi, kitabu chetu cha maajabu. Somo letu la leo litatoka humu. Kwa hiyo ni mwendelezo wa yale ambayo tunaendelea kuyapata ndugu zangu. Tutasoma katika Karata Ndimsi katika tema ambayo inasema shikeni amri za neno. Tutasoma katika moja ya mapatriarki wetu ambao walitembea kulingana na ukweli. Kwenye Biblia za kisasa wao walimuita kama Yohana wa Ufunuo, lakini tunajua ukweli wa jina lake anaitwa Laksabe. Na Laksabe maana yake ni upendo, msamaha, kwa sababu majina kulingana na ukweli yana maana. Kwa hiyo ni miongoni mwa wanafunzi wa Joki Sabe, Kristo wa kweli, ambao wao walitembea kulingana na ukweli, wanafunzi hao na mitume wengine wakamaliza safari salama. Kwa hiyo kuna ujumbe, kuna maandisho aliacha ili yaweze kutusaidia sisi ambao tutakuwa katika nyakati nyingine ndugu zangu, kwa sababu kipindi ambacho mitume hao walikuwepo ni zaidi ya miaka 10,000 iliyopita. Kwa hiyo kwa kipindi chao watu walisikiliza ambao walipenda ukweli na waliokolewa. Lakini kwa wale ambao walitumia hiari za kukataa pia walikuwa na hiari, kwa sababu neno la Luba halimlazimishi mtu bali linampa hiari ambayo ataitumia kwa namna yeye ambavyo atapenda. Mwanafunzi huyu, patriarki wetu huyu, aliandika maandiko akaacha kwa ajili yetu na kwa ajili ya kizazi ambacho kinakuja. Kwa hiyo tunaenda kusoma katika Laksabe katika Karata Ndimsi katika tema ambayo inasema shikeni amri za neno. Laksabe 1 kuanzia mstari wa 10 mpaka pale tutakapoendelea. Mstari wa 10 unaanza kwa kusema: watoto wangu wadogo, mimi, Laksabe, ninawaandikia ninyi mambo haya, ili kwamba msitende dhambi, Kama mtu yeyote, fungua mabano, miongoni mwenu, funga mabano, ametenda dhambi, tunao wapatanishi wengi katika agizo kuu la vitu, Ndugu zangu, Laksabe patriarki wetu huyu anatueleza kwa upendo. Anatuambia kuwa kuna wapatanishi wengi katika agizo kuu la vitu. Tunajua agizo kuu la vitu ni ulimwengu wa kiroho kwa wale wengine ambao hawafahamu. Lakini anasema miongoni mwenu mtu yote asitende dhambi, kwa sababu tunajua dhambi ni upinga ukweli. Dhambi ni kufuru, dhambi ni uchafu. Kwa anatuandikia sisi tusianzishe tolono ya miwa, anawaandikia na wengine ambao watakuja baada ya kizazi chetu. Kwa hiyo ni upendo ambao tunaona kwa mzee wetu huyu, kwa patriarki wetu huyu, kwa sababu yeye alitembea kulingana na ukweli. Kwa hiyo anatusihi kwa sababu yeye alikuwa ni mtu alianzishwa na amemaliza safari salama. Kwa hiyo anatupa uzoefu, anatupa yale ambayo yeye aliyafanya. Kwa hiyo tunaona ni upendo wa neno la Luba ndugu zangu, kwa sababu ni ukweli. Mstari wa 11: ikiwa tunashika amri za neno la Tetee, katika hili twajua ya kuwa tunajulikana naye, Ndugu zangu, mtu yeyote ambaye anaufuata ukweli huu manake anatakiwa kushika amri za neno la Luba, sheria, kwa sababu ukishika sheria za neno la Luba manake wewe utakuwa unafuata yale ambayo ni kulingana na ukweli wa neno la Luba. Muledi yupo katika nyakati zetu, anatufundisha mambo mengi. Ukweli anatupatia, kwa ni sisi kuweka katika kazi. Kwa sababu ikiwa unasikiliza na hauweki kwenye kazi, manake ni sawasawa na mtu ambaye anafanya kazi bure. Anafanya kazi bila ujira wowote, mtu ambaye haweki katika kazi sheria za neno la Luba. Kwa hiyo tunatakiwa tushike amri za Tetee, kwa sababu tunajua ndugu zangu, tukishika amri za Tetee tutakuwa tunajulikana naye, kwa sababu tunajua Tetee
ni muumba pekee. Luba ni muumba pekee. Tukijua hilo, ni vema pia tushike yale ambayo tunaelekezwa na mapatriarki wetu hawa. Tunaelekezwa na mledi ambaye tupo naye katika nyakati zetu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vizuri kupenya haya kwa sababu yanatusaidia sisi tuende vema katika njia yetu hii ya utakaso. Mstari wa 12. Yeye asemaye, nilijua neno, lakini hazishiki amri zake, ni muongo, wala ukweli haumo ndani yake. Ni kweli, tunajua ndugu zangu, kuna wale ambao wanasema utukufu kwa Luba. Wale ambao ukiwaangalia bila kuwa na roho ya utambuzi kulingana na ukweli, utaona kama wanafuata neno la Luba. Kwa hiyo sio kila anayesema Luba maana yake atakuwa anazishika amri za neno la Luba. Lakini yeye asemaye nalijua neno lakini hashiki amri zake, huyo ni muongo. Tunaona ndugu zangu, kuna wale ambao wengine ni wachungaji. Wanachukua maarifa, wanasikiliza maarifa kutoka kwa mledi, kutoka kwenye chanzo halisi, kutoka kwenye ukweli. Wao wanachukua maarifa hayo na kuyafanya ni yao, kwa maana wanaenda kuwafundisha wale ambao ni waumini wao. Kwa kitendo hiko cha kufanya inawafanya wao waonekane ni waongo, kwa sababu wanazungumza mambo ambayo wao haiwahusu. Hawataki kufanya hivyo kwa sababu hawashiki amri za neno la tetee, hawashiki amri za neno la Luba. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vema tuwe makini. Kwa wale ambao ni wageni kwenye mafundisho haya, watakutana na hao ambao ni wachungaji na watawaambia kuwa msiwasikilize wale wanafunzi wa Zulula 100. Kwa ni vema wewe ukachukua nafasi yako, hiari yako kutumia vizuri ili uendelee kupata maarifa ya kweli, na usiwasikilize hao ambao ni wachungaji ambao wao wanasema wanaijua kweli lakini sio kulingana na ukweli ambao mledi ametuletea. Kwa ni vema tuwe makini na watu wa namna kama hao ndugu zangu. Mstari wa 13. Lakini yeye azishikae amri zake, udhihirisho wa upendo wa tetee unakamilishwa ndani yake, Kwa hili twajua ya kuwa tumo ndani ya neno lake, Ndugu zangu, yeyote anayeshika amri za neno la Luba, ndani yake atadhihirisha upendo. Atadhihirisha kuzishika sheria za neno la Luba. Kwa sababu ndani ya neno la Luba kuna upendo, kuna amri, kuna sheria, kuna maarifa, kuna kila kitu ambacho ni kulingana na ukweli. Kwa hiyo upendo pia ni moja ya sheria ambazo tunatakiwa tuzitekeleze kwa vitendo. Tusiwe watu wa kuzungumza upendo bila kuweka katika kazi. Nazungumza na wale ambao wapo katika kweli, wale ambao wanafuata sheria za neno la Luba. Ni vema kuweka katika vitendo. Kwa sababu mzee wetu huyu, patriarki wetu huyu, anatueleza mambo ambayo yeye aliyafanya. Anatupa uzoefu. Ni vema na sisi, ikiwa ni wanafunzi wa Zulula 100, mwalimu wetu pekee, tudhihirishe yale ambayo mledi anatufundisha, yale ambayo mledi anatuambia, yale ambayo tunayapata kwa mapatriarki wetu hawa. Kwa tusifanye kinyume na yale ambayo tunayapokea, kwa sababu tutaingia katika hali ambayo sio nzuri. Ni vema tuwe halisi katika hali ambayo tupo nayo, hali ambayo ni ya kupokea neno, tuishi kama neno linavyotuomba. Kwa sababu tukienda kinyume, tutatengeneza matatizo ambayo yataturudisha nyuma katika njia yetu hii ya utakaso. Kwa hiyo upendo uwe kulingana na ukweli. Upendo wa kaka na dada. Ukisema ndio, iwe kweli kulingana na ukweli. Na ukisema hapana, iwe ni hapana kulingana na ukweli. Ndugu zangu, tusiwe na mambo mawili kwa sababu ukweli ni mmoja ambao mledi ametuletea. Kwa hiyo ikiwa ni upendo, basi tudhihirishe upendo kweli. Na ikiwa ni huruma, iwe kulingana na ukweli. Kwa hiyo yote haya tunayapata kwa sababu tupo katika ukweli. Ni vema ndugu zangu tuweke katika kazi kwa sababu ni ukweli ndugu zangu. Mstari wa 14. Yeye asemaye anabaki katika neno lake, lazima aenende sawasawa na amri za neno lake, Tuweke kazi yale ambayo tunayapokea. Tusiwe watu wa kuzungumza bila kuweka katika kazi. Amri ni nyingi kulingana na ukweli, lakini tunaona wanadini wao wanasema wana amri 10, lakini ndani ya amri 10 hizo hawazishiki kwa sababu wanaenda kinyume na ukweli.
Lakini tunajua katika ukweli kuna amri nyingi. Upendo ni amri mojawapo ambayo inatakiwa tuidhihirishe. Patriarch wetu huyu anatupatia uzoefu, anatupa maarifa. Muledi anadhihirisha yale ambayo sisi tunatakiwa tuyachukue kwa sababu yeye ni mwalimu wa kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, asemaye anabaki katika neno lake lazima aenende sawa sawa na amri za neno lake. Ni muhimu ndugu zangu tuchukue haya, kwa sababu tusipotimiza haya manake tutakuwa tuendi sawa sawa na neno ambalo linatuambia tutimize sheria za neno ambazo ni kulingana na ukweli. Neno la Luba Tete. Mstari wa 15. Wapendwa, siwaandiki amri mpya, bali amri ya kale mlikuwa nayo tangu mwanzo. Nukta. Ndugu zangu, tunajua amri ya kwanza ni kumpenda Luba. Amri nyingine ni kumpenda jirani kulingana na ukweli. Kaka na dada, tupendane kulingana na ukweli. Ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana tunaye Muledi. Muledi anatupenda. Muledi ni mfano halisi wa sisi ambao ni wanafunzi wake. Muledi anatufundisha kwa vitendo. Ni tofauti na hao ambao wanajiita ni wachungaji. Wao wanafanya tofauti na yale ambayo wanayasema kwa sababu hawapo katika ukweli. Lakini tunapoona Muledi, tunaona upendo halisi. Kwa wale ambao tumekutana naye, wale ambao tumeonana naye ana kwa ana, ni ushuhuda wa haya ambao mimi nazungumza. Ndugu zangu, ni upendo halisi tunauona kwa mwalimu wetu. Kwa hiyo ikiwa ni mtu ambaye anahubiri, anazungumza kulingana na hali ya upendo, ni vema uangalie yeye upendo anaofanya namna gani. Upendo kwa kaka na dada ni vema udhihirike. Kwenye upendo huwezi kumuumiza kaka, huwezi kumuumiza dada, huwezi kumuonea aibu dada au kaka endapo anaenda tofauti na yale ambayo Muledi anatufundisha. Ukiona kuna hali ya dada anaenda tofauti, ndugu zangu, upendo unatuomba tufanye hivyo. Tumfuate dada au kaka kwa hekima, kuzungumza naye ili arudi katika njia ambayo ni nzuri endapo anaenda tofauti na sheria. Tunajua katika njia, ndugu zangu, kuna miba mingi. Sisi ni tusianzishwe tulioneemiwa. Kwa hiyo tuna neema, kuna mambo kadhaa bado tunaendelea kujifunza. Mwalimu anatufunza. Kwa hiyo tunaacha taratibu kulingana na hali ambazo tunaziachia, tunaacha. Unapopokea neno, kuna viwango taratibu neno linakupeleka kulingana na yale ambayo unayapokea. Kwa ni vema ndugu zangu sisi tuishi kulingana na yale ambayo tunayapokea na sio tofauti na hayo. Kwa hiyo upendo ni vema kuweka katika kazi, kwa sababu ni amri ambayo ni amri kuu. Kumpenda Luba, kumpenda jirani kulingana na ukweli. Kaka na dada, ni vema ndugu zangu tuweke katika kazi. Ukiwa na upendo wa dhati, huwezi kufanya dhambi kwa makusudi, kwa sababu sheria ya upendo itakukumbusha namna unavyompenda Luba, namna unavyopenda sheria za neno la Luba, namna unavyompenda kaka au dada. Huwezi kumtendea kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu neno litakusaidia upenye vizuri, ndugu zangu. Kwa hiyo sio amri mpya, kwa sababu tunajua ndani ya roho zetu kuna amri hii ipo ya upendo. Sheria ya maadili kuhusiana na upendo, ndugu zangu, ni sheria za kiroho pia, kwa sababu zipo katika hali inaonekana kuweza kutusaidia. Ni vema ndugu zangu tutambue haya kuwa amri ya upendo sio mpya, lakini kulingana na ukweli ni vema tuichukue kwa sababu ni ukweli. Lakini zile amri nyingine ambazo zipo katika dini ambazo zinahusiana na upendo, tunaona sio upendo, kwa sababu Mungu wa Biblia anaamuru wafuasi wake, watu wake kwa mujibu wake wauane. Tunaona ni vita vinafanyika ambavyo sio vita vya kupambana na adui, kwa sababu Mungu wa Biblia ni shetani mwenyewe. Demon na malaika walioanguka wapo pamoja, kwa hiyo wao kati yao hawana vita. Wao kati yao wana upendo, lakini tunajua upendo wao ni upendo ambao sio mzuri, kwa sababu ni wa uhasi, ni ule wa kutenda dhambi, ni ule ambao sio wa kutii sheria za neno la Luba. Kwa ni vema ndugu zangu tukapenya hayo, kwa sababu nje ya hayo, nje ya upendo huu, manake ni adhabu ambayo inaweza katokea endapo hutotimiza yale ambayo patriarch wetu huyu anatuambia, yale ambayo Muledi anatuambia. Mstari wa 16 unasema,
amri hii ya kale, ni neno mliolisikia. Ndugu zangu, tunajua sisi ni tusioanzisha tulioneemiwa. Tupo katika neema, tupo katika njia. Tunapokea mafundisho mbalimbali kutoka kwa Muledi. Lengo tutoke katika hali ambayo tunayo, kutoka wasioanzishwa walioneemiwa ili tuwe walioanzishwa. Mzee wetu huyu, patriarch wetu huyu Laksabe, yeye ni alianzishwa. Kwa hiyo anatupa uzoefu. Anatuambia kuwa amri hii ya kale ni neno mlilolisikia. Neno la Luba, Muledi anatuelezea yale ambayo, ndugu zangu, roho zetu zinakubali kwa wale ambao tumepokea ukweli. Maarifa, upendo, hekima, tunaiona yote ni neno ambalo tumelisikia. Tunajua sasa hivi kuwa katika hali inaonekana Muledi upo. Ni upendo wa neno la Luba umesaidia tujue haya. Na sio kwa nguvu zetu, kwa sababu bila neno la Luba sisi tusingejua haya ambayo ndugu zangu tunawaambia. Kwa ni vema pia na nyinyi mkatumia yale zenu, kwa sababu amri ya kale ni neno ambalo mlilo ulisikia. Laksabe anatuambia hivyo kwa sababu yeye ni alianzishwa, ndugu zangu. Mstari wa 17 unasema, yeye asimaye yu katika nuru na anayemchukia kaka yake au dada yake, aendaye kulingana na neno, bado yumo gizani. Ndugu zangu, kuna wale ambao unakuta yupo katika ukweli, lakini sheria hii ya upendo bado inamuia ugumu. Na hii inatokana kulingana na asili ya mtu, kulingana na mazingira. Kuna mwingine toka na kuwa ameona matukio ya ukatili, lakini anapoingia katika ukweli huu anafundishwa upendo. Anapotumia hali yake vizuri, ndugu zangu, neno linamsaidia. Kwa ile hali ambayo sio nzuri inaanza kuondoka, kwa sababu neno linatawala. Neno linachukua nafasi, linaondoa ile hali ambayo ni mbaya. Kwa mtu ambaye anasema yeye yu katika nuru na anamchukia kaka au dada, ndugu zangu, kaka huyo au dada anaenda kulingana na ukweli na wewe unamchukia, jua upo gizani, upo katika uovu, upo katika dhambi. Kwa sababu upendo wa kweli unatuambia kumpenda dada au kaka ambaye yupo kulingana na ukweli. Sio yule anayesema utukufu kwa Luba lakini hafanyi yale ambayo kweli ni utukufu kwa Luba, anafanya yale ambayo sio mazuri. Wapo wa namna hiyo, anasema utukufu kwa Luba lakini kiuhalisia katika matendo ambayo anayafanya sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo watu ambao wanafanya hivyo sio vizuri. Tunaona hata wao ambao wapo katika hizo dini ni mambo ambao wanayafanya. Na wao tunajua kwa sababu hawapo katika ukweli, wao wanavuviwa na demon za kivita, demon za matukio na uovu ambao wanaudhihirisha, kwa sababu wanamwabudu shetani kwa kivuli cha hizo dini, kwa sababu dini ndio mlango pekee ambao shetani anautumia katika hali inaonekana. Ndio sehemu ambayo bado amewashikilia wengi. Lakini ukiwa katika ukweli huu unapata maarifa mengi, nuru unaiona. Kwa hiyo huwezi kumchukia kaka au dada ambaye anatembea kulingana na ukweli. Kwa sababu anayefanya hivyo, kumchukia dada au kaka aendaye kulingana na neno, kulingana na ukweli huu wa Luba, yupo gizani. Kwa ndugu zangu, ni vema tuelewe giza sio zuri, ambalo ni lile linaofanya uovu uweze kutawala, ikiwemo chuki, ikiwemo hali ya kufanya uovu kwa kaka au dada ambaye yupo kulingana na ukweli. Ni vema ndugu zangu tuwe makini ili tuweze kwenda vizuri katika njia yetu hii ya utakaso. Mstari wa 18. Yeye anayempenda kaka yake au dada yake kulingana na neno, anakaa katika nuru, wala hamna sababu ya kujikwaa ndani yake, nukta. Ndugu zangu, upendo, Laksabe anatuambia yoyote ambaye anampenda kaka au dada ambaye anatembea kulingana na ukweli yupo katika nuru. Neno la Luba ni nuru. Tulikuwa gizani katika uovu wakati tupo katika hizo dini, lakini ukweli wa neno la Luba umetupa mwanga, unatuangaza, unaendelea kutupa mwanga kwa sababu tupo katika ukweli. Kwa hiyo neno ambalo ni nuru, mtu ambaye anatimiza sheria ya kumpenda kaka au dada kulingana na ukweli, neno linamuongoza, linampa maarifa, linampa hekima,
Kaka au dada anapokosea, neno linampa namna ya kuweza kuzungumza. Na dada ambaye anaambiwa au kaka naye pia anaingia katika ufahamu mzuri kwa sababu naye yupo katika ukweli. Roho zetu zinajua ukweli, lakini unakuta kuna mazingira ambayo wenyewe tunajichelewesha. Na ndio maana tunaombwa sana tulio katika ukweli huu tuombe sana neno la lugha liendelee kutusaidia kwa sababu kwa nguvu zetu sisi hatuwezi. Kuna wale ambao wanaona wao wanajitegemea wenyewe kwa sababu ya maarifa ambayo ya katika hali inaonekana. Maarifa ya uongo, wao waliokuwa kwenye dini, sayansi za uongo, sehemu tofauti mbalimbali ambazo zinatoa mafundisho ambayo sio kulingana na ukweli, wote wapo katika giza. Nuru ya kweli ndo hii ambayo mnaisikia kutoka kwa Muledi Zulula 100, mwalimu wetu mkuu ambaye yupo nasi katika hali inaonekana. Ni vema ndugu zangu tuweke katika neno ili tusijikwae, kwa sababu ikiwa hautimizi sheria za neno la lugha utajikwaa. Na ukijikwaa utaanguka, utaumia na hautaendelea vema na mwendo kwa sababu tupo katika njia. Tunapiga hatua, tunatembea. Ukijikwaa utapata maumivu na mwisho wa siku unaweza ukaanguka kabisa na usiendelee vema. Ni vema ndugu zangu tuwe makini katika njia. Hasa sheria za neno la lugha ambazo tunapatiwa, kwa sababu tunaweza tukaona tunafanya vema kwa hisia zetu, lakini sheria za neno la lugha linatuomba ili nuru halisi iendelee kutuangazia ambao ni neno la lugha. Mstari wa 19 ambao ndo mstari wetu wa mwisho unasema: lakini yeyote anayemchukia kaka yake au dada yake ambaye anatembea kulingana na neno yuko gizani anatembea gizani na hajui aendako kwa sababu giza limempofusha macho. Ndugu zangu, Laksabe mzee wetu, patriaki wetu huyu, anaendelea kusisitiza upendo, chuki kwa kaka na dada ambaye anatembea kulingana na ukweli. Mtu ambaye anafanya hivyo, kaka au dada ambaye anamchukia kaka anamchukia dada, yupo gizani. Anatembea gizani, hajui aendako kwa sababu giza limempofusha macho. Ndio wale ambao unakuta akiwa mbele ya kaka na dada ambao wanatembea kulingana na ukweli, anasema utukufu kwa lugha, lakini hatendi yale ambayo yanaendana na yale ambayo anayasema. Tusio wengi wa kusema yale ambayo tuweze kutenda. Tusiwe wengi wa kuzungumza yale ambayo hatuwezi sisi kuyaweka katika kazi. Kwa hiyo temetu ya leo inahusiana na shikeni amri za neno kutoka kwa patriaki wetu huyu Laksabe katika Kalata Ndims, kitabu chetu cha maajabu. Ndugu zangu, ni vema tuyaweke katika kazi. Wale ambao ni wageni, wale ambao ni mara ya kwanza kusikiliza mafundisho haya, jueni katika hali inaonekana tunaye mwalimu mkuu, tunaye Muledi mzaliwa wa pili. Yupo mwalimu ambaye anatufundisha yote haya. Kwa msiogope, tumieni hali zenu vizuri ili muweze kuingia katika nyumba nzuri. Ni vema ndugu zangu tukapenye haya, Muumba pekee ni lugha. Hakuna muumba mwingine. Ni vema ndugu zangu tuweke katika kazi kwa sababu ni ukweli. Kwa hiyo somo letu la leo lilihusu shikeni amri za neno la lugha kutoka kwa patriaki wetu Laksabe, kuanzia mstari wa kwanza, sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 19. Ni vema ndugu zangu tukapenye haya. Asanteni kwa kunisikiliza. Utukufu ni kwa lugha.